Mkutano wa waandishi wa habari kuhusu maadhimisho ya Juma la Nyaraka Zanzibar kwa mwaka huu 2026 uliofanyika katika ofisi ya Nyaraka Zanzibar. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Ikulu Mheshimiwa Dr. Sada Mkuya amehudhuria na kusema kuwa lengo la maonyesho haya na maadhimisho ni kutoa elimu kwa wananchi na wadau kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, maadhimisho ya Siku ya Nyaraka Duniani kwa mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu isemayo Archives for Justice, Rights, Memory and Future, yaani inaakisi nyaraka kwa haki za binadamu, kumbukumbu pamoja na mustakabali. Kauli mbiu hii inaonyesha nafasi muhimu ya nyaraka katika kulinda haki za wananchi, kuhifadhi kumbukumbu za taifa, kuimarisha uwajibikaji na kusaidia vizazi vya sasa na vizazi vijavyo kupata taarifa sahihi kwa maendeleo endelevu. Siku ya Nyaraka Duniani huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 9 Juni kwa lengo la kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa nyaraka na kumbukumbu katika maendeleo ya jamii, uhifadhi wa historia pamoja na kuimarisha uwazi, uwajibikaji na utawala bora. Nyaraka zina nafasi muhimu katika kuhifadhi historia, kulinda haki za wananchi, kusaidia tafiti za kielimu na kuhakikisha upatikanaji wa taarifa sahihi kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Aidha, nyaraka ni nyenzo muhimu katika kuimarisha utambulisho wa taifa na kuhifadhi urithi wa kiutamaduni wa jamii. Naye mwenyekiti bodi ya ushauri taasisi ya nyaraka na kumbukumbu, Sheha Makame Musa, ameeleza jitihada za serikali katika kurudisha nyaraka na kumbukumbu zilizokuwa nje ya nchi, kutunza na kutoa msaada kwa wananchi na wadau pale watakapohitaji. Nyaraka za nje inaitwa migrated archives. Ni zile kumbukumbu ambazo kwa kesi hii zinahusu Zanzibar lakini ziko nchi nyingine. Na kunakuwa na sababu mbalimbali. Moja, sababu za kikoloni. Zanzibar ilikuwa inatawaliwa na Uingereza. Kwa hivyo kuna mawasiliano kati ya Uingereza, Zanzibar na mataifa mengine kuhusu Zanzibar. Kwa hivyo kumbukumbu hizo nyingine zitakuwa ziko Uingereza. Lakini pia tulitawaliwa na Oman. Kwa hivyo yale mawasiliano ya kinchi kati ya Zanzibar, balozi za nje na nini zinaweza kuwa ziko huku. Bila shaka kulikuwa na uhusiano kati ya Zanzibar na India. Na ndio maana mwaka 1997 mmoja katika stafu wa hapa ambaye kwa sasa ni mstaafu alipelekwa India ili kutafuta nyaraka zinazohusu Zanzibar lakini ziko India. Katika muktadha huo nyaraka tuna uhuishaji wa aina mbili. Moja, kuzihifadhi zisiharibike, inaitwa preventive conservation. Pili, kuzitibu baada ya kuharibika, inaitwa curative conservation au restoration. Njia nyingine za kuzihifadhi ni kuziingiza kwenye mfumo wa kielektroniki. Na ndio jitihada, hata kile chumba tulikuwa pale, kazi yake ni hiyo, kupokea nyaraka ambazo zinaelekea kuharibika, kuziingiza kwenye mfumo wa kidijitali ili ziwemo huru. Kilele cha maadhimisho haya kinatarajiwa kufanyika tarehe 9 Juni, huku kauli mbiu ya mwaka huu ikisema Achieve for Justice, Rights, Memory and Future, ikiakisi nyaraka kwa haki za binadamu, kumbukumbu na mustakabali. Nikiripoti kutokea katika ofisi hizi za nyaraka na kumbukumbu Zanzibar, mimi ni Zaitun Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.